nataka tukapate kuangalia jinsi tunafaa kujua kazi ya Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitaenda kusoma vitabu kadhaa na naamini ya kwamba Mungu atatubariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka kabla sijaanza tukapate kusoma kitabu cha Mwanzo chapter 1 verse 2. Hallelujah. Mwanzo chapter 1 verse 2. Tutasoma. Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza ilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Bwana Yesu asifiwe sana. Tushukuru Baba, na kushukuru kwa ajili ya neno lako jioni ya leo. Bwana, nimesimama kanitumie kama chombo. Wale wote wanaenda kusikia neno hili kwa mafano kapate kuwabariki katika jina la Yesu Kristo. Na kushukuru. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nataka tunapate kujua kwamba kabla ya mwanzo kuwa, maana tunasoma ya kwamba Mungu hana mwanzo wala mwisho, na pale mwanzo alikuja kutokezea Mungu alikuweko. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na hata pia Roho alikuweko, maana hakuna tofauti ya Mungu na Roho. Haleluya. So tunataka kuangalia kwamba wakati huo Roho wa Mungu alipokuwa Mungu anafanya uumbaji, kuna kitu kimoja tunataka kujua sisi watu wa nyakati hizi. Ni kwa maana Mungu anasema ya kwamba alipokuwa nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza ilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Haleluya. Amen. Hivyo ndivyo tunapoona mwanzo wa Roho Mtakatifu huyu tunamzungumzia siku ya leo, na ninajua kwamba wendapo kujua na kuelewa Roho Mtakatifu ni nani katika maisha yako, ni lazima utabadilika. Haleluya. Ni lazima utazingatia. Tunapoendelea, ninajua kwamba nyakati zile tunazozisoma, watumishi wengi wa Mungu ambao alikuwa amewateua hawakuwa wakifanya kazi peke yao, walikuwa wanafanya kazi na huyo Roho. Lakini wakati huo alikuwa idhinishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wakati wa manabii Mungu alifanya kazi kama Mungu, na ikiwa ni Roho wake alikuwa anatumika kwa nabii yule aliyekuwa wakati ule. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na ikafika wakati Mungu akawa anatumia mtu mmoja mmoja. Huyo Roho hakuwa wa kila mmoja. Huyu Roho alikuwa anaachiliwa kwa wakati.
ama kwa kipindi fulani. Na ndio maana wakati huu watu wengi mpaka siku ya leo hawajaelewa na hawajagundua. Wengi wanaweza kumunena Holy Spirit, lakini hawaelewi Roho wa Bwana kazi yake ndani yetu ni nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini siku ya leo nataka kujua. Haleluya. Amen. Nitasoma kitabu nikirukaruka. Nisomee Luka chapter 1 verse 34. Luke 1:34. Ukipata nisomee. Mary said to the angel, "How will this be, since I am a virgin?" Yeah. And the angel answered her, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called Holy, the Son of God." Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Huyu ni Mary. Mary alikuwa mcha Mungu. Mary alikuwa ni mmoja wa wale walikuwa wanangoja wokovu wa Mungu. Mary ni mmoja wa wale ambao walikuwa wanaabudu Mungu. Nyakati zile hata Kristo alikuwa bado. Tunaweza sema ya kwamba hizo ni nyakati za Old Testament. Ni kwa sababu Yesu alikuwa bado. So wakati Mary anaendelea kumwabudu Bwana, akajiweka katika hali ya utakatifu. Hapa ndipo alikuja kufunuliwa kwamba ndani yake anaweza kuonewa neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. So alipopashwa habari hii, yeye mwenyewe hakuwa ana expect, hakuwa na matarajio yale. Aliletewa na malaika. Yeye alijiweka katika hali ya utakatifu. Ni kwa sababu wale wote walikuwa wanaitwa jina la Bwana, yaani walikuwa wanakaa katika hali ya kumcha Bwana. Haleluya. Ndipo wakati ule Mary akaonewa kibali na Bwana. Lakini alipopatwa habari na malaika, kuna kitu aliuliza malaika. Akamuuliza, hii itakuwaje? Na mimi sijui mume. Tunasoma Mary alikuwa mbikira. Ni mtu wa msichana alikuwa hajajua mume, lakini alikuwa katika hali ya kupuzwa. Haleluya. Amen. So wakati alipoletwa hii habari ilimshtua, lakini alipoendelea kuuliza maswali akaelezewa jinsi itakavyokuwa. Hapo ndipo akaacha kuwa na wasiwasi. Kwa hivyo ninasema nini? Akaambiwa kwamba kile Roho wa Bwana ataingia katika tumbo yako, na kile kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu. Haleluya. Ninasema nini, mtu wa Mungu? Nataka kukuambia hii, wakati wowote unapotamani Roho wa Bwana, yaani nataka kukuambia kuna wokovu. Hiyo ni tofauti na kuchazwa na Holy Spirit. Haleluya. Unaweza kuwa mwokovu, jina lako likaandikwa mbinguni, lakini ikawa huna ujasiri wa kuendelea katika wokovu. Haleluya. Amen. Nataka kuambia mfano mmoja katika hiyo maandiko. Paul wakati anahubiri Injili, kulikuwa na wanafunzi wengi wa Yesu walikuwa wanatangaza Injili. Lakini Paulo akawa anawatembelea. Lakini siku moja akatembea kwa kanisa moja la Efeso. Na hapo akakutana na wapendwa.
Na alipokutana na wale wapendwa akawauliza. Tusome hayo maandiko. Matendo ya Mitume chapter 1 verse 19. And it became known to all the inhabitants of Jerusalem, so that the field was called. Si hapa, ngoja. The 2:34. Nataka ndio 2:34. For David did not ascend into the heavens, but he himself says, "The Lord said to my Lord, sit at my right hand, until I make your enemies your footstool." Let all the house of Israel therefore know. Ngoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Au maandiko nikiyapata tawasomea. Yanasema ya kwamba alikuwa anatembea kanisa la Efeso. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaenda akakutana na watu wapendwa waliokuwa wameokoka juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na alipowauliza wakawaambia wao ni wapendwa waliokoka, walimkiri Kristo kuwa Bwana na Mwokozi katika maisha yao. Lakini akataka kujua baada ya kwamba wameokoka walijazwa na Roho Mtakatifu. Haleluya. Amen. Walijazwa na Roho Mtakatifu. Wakamwambia kwamba hawajui hiyo. Hawajui hiyo kuhusu kujazwa na Holy Spirit. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. So walipomwambia hawajui, akawaeleza na akawaekelea mikono, wakajazwa, wakaanza wakapata nguvu mpya. Nasema nini mpendwa? Kuna haja jioni ya leo ya kutambua Roho Mtakatifu katika nyakati hizi. Maana ninajua kwamba wakati wa mitume Mungu alijidhihirisha kama Yesu. Na nataka nikuambie kwamba katika ile maandiko yote tumeyasoma kuhusu Roho wa Bwana anafanya kazi katika maisha yetu tunapomruhusu na tunapomtambua. Kitu cha kwanza unafaa kuelewa kwamba ikiwa kwa mfano kuna kitu unafaa kufanya cha Mungu kiletee Mungu utukufu, bila Roho wa Bwana hautaweza. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bila Holy Spirit of God hautaweza. Maana ndiye anayetuwezesha. Ikiwa ni kuomba, ndiye anayetuwezesha kuomba. Ikiwa ni kuhubiri, ndiye anayetuwezesha kuhubiri. Yeye anakufanya kuwa mjasiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tumesoma kuhusu Mary. Mary alipoambiwa kwamba Roho Mtakatifu ataingia juu ya maisha yake, juu ya ndani ya tumbo yake, na kile kitakachosaliwa kitaitwa kitakatifu. Nataka nikwambia kwamba Holy Spirit anangojea tu neno linenwe likapate kutimia, akapate kulitimiza. Ni kwa sababu maandiko yamesema pale mwanzo, wakati alikuwa ametulia juu ya maji, na Mungu akasema pale mbele tukisoma, Mungu akasema na kuwe nuru. Wakati Mungu aliposema kuwe nuru, Holy Spirit akadhihirisha ile nuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nataka nikwambie kwamba ikiwa utahitaji kushinda katika maisha ya wokovu, mpaka uwezeshe Holy Spirit of God. Atakuwezesha, atakusaidia.
Roho wa Mungu anapokuwa ndani yako utakuwa mjasiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yesu akanena na wanafunzi wake wakati amewatuma wakahubiri Injili. Walipokuja wakamwambia kwamba Bwana, hata mapepo yanatutii. Maandiko yanasema ya kwamba wakafurahikia vile mapepo walikuwa wanawatii. Lakini Yesu akawaambia, msifurahi ni kwa sababu ya mapepo yanawatii, bali furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Nasema nini? Wakati kwa mfano umemkiri Kristo kuwa ni Bwana katika maisha yako, wakati kwa mfano umefanyika mwana katika ufalme wa Mungu, unahitaji msaidizi wa kukusaidia kuendelea kujua. Wajua kule tunakoenda ni Yesu anayejua. Kwa hiyo ikiwa unahitaji kujua, unamhitaji Holy Spirit akusaidie. Ikiwa ni kuabudu, Holy Spirit akusaidie jinsi ya kumwabudu Bwana. Nataka kukuambia hii, pata kujua kwamba wakati umeokoka tu umesimama na wokovu peke yake bila msaidizi, hauna nguvu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusome kitabu cha John chapter 20 verse 22. And when he had said this, he breathed on them and said to them, receive the Holy Spirit. Amen. If you forgive the sins of any, they are forgiven. If you forgive the sins of any, they are forgiven. Amen. If you withhold forgiveness from any, it is withheld. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wakati ule ule Yesu ambao ashapaa na amewatokezea kwa siri. Haleluya. Amen. Wameambiwa kwamba wasitoke Yerusalemu. Maana wakati Yesu alipopaa walienda wakajifungia kwa nyumba na wakawa pale wakiwa na uoga. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yule waliokuwa wanamtegemea yuko. Kwa hivyo wakawa waoga. Na walipokuwa waoga, maana Yesu alikuwa amewaambia kwamba na yeye na baada ya siku 3 nitakufa na baada ya siku 3 nafufuka. Hawakuwa naamini hiyo. Na walipokuwa Yesu anawatokezea mahali popote walipokuwa, hawakuwa naamini. So wakati Yesu amewatokezea mahali pale na akajijulisha kwao ni mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kile kuna kitu alinena mahali pale. Wakati umemkosa Mungu katika maisha yako, kuna hofu inaingianga ndani ya maisha ya mtu. Na hiyo hofu ndio inafanya kazi na shetani. Unaweza fanyika kitu ungefanyika ni kwa sababu ya hofu. Kwa hivyo Yesu aliwakuta wakiwa katika hofu. Na alipokuta katika hali hiyo, aliwaambia amani iwe kwenu. Na hiyo neno akairudia tena. Na alipokuwa akiachana na wao, maandiko yanasema ya kwamba akawapufia Holy Spirit. Huyu Roho wa Bwana tunamnena kuwa roho jasiri. Anapoingia katika maisha yako, hata kama ulikuwa na hofu, ni lazima utakuwa mjasiri. Ni kwa sababu maandiko yanasema ya kwamba si wa kawaida. Nataka nikuambia kwamba wakati mtu amekosa Holy Spirit of God, ni vigumu sana kusafiri katika wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Utakuwa unajiforce kufanya mambo ya Mungu. Haleluya. Na ndio usijisukume kufanya mambo ya Mungu, ruhusu tu. Nataka kuambia hii,
Wakati kwa mfano Holy Spirit, kwa sababu ukisoma Joel 2:28 maandiko yanasema ya kwamba ilikuwa ni ahadi ya Mungu kwamba kuna wakati atamimina Roho wake kwa kila kiumbe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wakati atamimina Roho wake kwa kila mmoja mtu, na wakati huo ukawa haujafika. So wakati Holy Spirit alimiminwa kwetu, kwa mtu ambaye hajampokea, hajamjaza, wewe na Roho wa Mungu mko vitu viwili tofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Roho wa Mungu yuko hata hapa, yuko kwa yule ambaye hajajazwa, yuko nje, lakini kwa yule aliyejazwa yuko ndani. Kwa hivyo aliye ndani ndiye ana nguvu, na inasema kwamba ni kama hii kitabu iko ndani yangu, iko nje yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo nitakapokuwa nazungumzia kitu ambacho kiko nje. Haleluya. Lakini maandiko yanasema ya kwamba wakati Yesu amekuja na kutaka kubatizwa na John, kuna kitu John alinena. Haleluya. Ndio maana tunataka kuangalia, tusidanganyike. Siku ya leo kuna makanisa yanahubiri ubatizo, na hawahubiri ubatizo wa Holy Spirit, wanahubiri ubatizo wa Yohana, John the Baptist. Lakini kuna kitu John alisema. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati Yesu amekuja pale kubatizwa na John, ni kwa sababu wakati huo toba ya msamaha ilikuwa inapatikana katika ubatizo wa maji. Haleluya. Maandiko yanasema ya kwamba Yesu alimwambia kwamba imekupaswa kubali ili maandiko yapate kutimia. Na yeye John alipomwona Yesu, kuna kitu alinena. Aliwaambia wafuasi kwamba kwa wakati huu mimi ninawabatiza na maji kufikia toba, lakini kuna yule ajaye nyuma yangu, huyo atawabatiza katika Roho na moto. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo ninapozungumzia habari za Roho Mtakatifu, nazungumzia kuhusu ubatizo wa Roho na moto. Wakati mwanadamu umeokoka, unahitaji ubatize katika Roho, maana ubatizo kule unapobatizwa akusimamii wokovu, akusimamii uchafu, kunasimamia kukufa na Kristo na kufufuka naye. Haleluya. Amen. Lakini hii tunazungumzia mambo mengine. Hii siku ya leo wewe unasema ya kwamba utabatiza mtu na ndio umempatia tiketi ya kwenda mbinguni. Haleluya. Hapana. Huyo umeruka. Kuna ngapi umeruka ndio kafikie huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na ndio tusipate kudanganyika kwa wakati huu, maana najua ni nyakati za mwisho. Ni lazima tukapate kuwa na fahamu, tukapate kujua yule tunaye kwa wakati huu, yule tunaye kwa wakati huu jinsi anavyofanya kazi katika maisha yetu. Nimemwambia kwamba wakati Roho wa Bwana alikuwa duniani, ndio tunaona ya kwamba ukienda katika kila jamii utakuta ya kwamba kulikuwa na maroho yalikuwa yanatawala jamii zile. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mpaka siku ya leo Holy Spirit alimiminwa kwetu, na mpaka siku ya leo kuna families zinatawaliwa na maroho. Haleluya. So inakubidi wewe, Mungu aliyekuchagua, ukapate kuwa na fahamu za kujua kwamba
wewe sio mtu wa kawaida, na utakuwa mtu wa kawaida wakati utaccess Holy Spirit katika maisha yako. Kwa hiyo kubali siku ya leo ujazo wa Holy Spirit of God. Baada ya hayo atakuongoza hatua kwa hatua kwa ajili ya kumwabudu Mungu. Haleluya. Amen. Hatuwezi ujasiri ule uko nao kwa ajili ya kukemea mapepo bila Holy Spirit of God huwezi. Haleluya. Amen. Yesu mwenyewe alihitaji Holy Spirit ili akapate kuendelea na huduma. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kitu cha kwanza maandiko yanasema ya kwamba wakati pale alipokuwa anabatizwa na John, maandiko yanasema ya kwamba ulishuka Holy Spirit kama huwa jiwa na akatoka katika mabegani ya Yesu, na kutoka hapo Holy Spirit akapata kuwa ndani yake. Wakati pale amepatiwa chuo cha Isaya asome, ni neno ambalo lilikuwa limenenwa, lilikuwa natumia wakati huo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Maana alipokuwa anasoma alijisoma yeye kile kilikuwa kimeandikwa kwa ajili yake. Roho wa Bwana yu juu yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo nasema nini? Ikiwa kwa mfano Peter na mitume wale wengine waliambiwa kwamba hamtaweza kufanya lolote bila huyu msaidizi, na lazima mkamngoje mpaka atakapokuja. Tunapokuwa tunamsoma kuhusu Peter, tunamsoma mtu ambaye alikuwa ni muoga. Maana alipomkana Kristo, tunashuhudia vile alikuwa anaenda anajificha. Maandiko yanasema ya kwamba baada ya kwamba Yesu amepaa na baada ya kwamba Roho amemiminwa kwao, yule Peter aliyehubiri si yule Peter alikuwa anajificha mahali pa. Maana amekuwa Peter tofauti. Kile kilichoingia ndani yake si cha kawaida. Na jioni ya leo, ikiwa utahitaji kuwa mtu asiye wa kawaida, ni lazima ukakubali ukapata kujua jinsi Holy Spirit of God atakapofanya kazi katika maisha yako. Haleluya. Amen. Hautaweza kuwa na ujasiri wowote wa kukataa mambo yote ya kuzimu bila Holy Spirit of God. Ndiye anakupatia nguvu, ndiye anakupatia ujasiri. Na wajua kitu cha kwanza nimekuambia kwamba shetani anafanya kazi kupitia hofu. Haleluya. Amen. Unaweza kuwa umeokoka lakini una hofu. Ni lazima kwamba shetani anakusumbua. Ukisoma kitabu cha Timotheo, maandiko yanasema kwamba hatujabatiwa roho ya kuoga, bali roho ya ujasiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kitu cha kwanza, kanisa la siku hizi ama kanisa la sasa, ile Mungu ambaye anatarajia kuja kuichukua ni mpaka wao na access ya Holy Spirit of God. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tumesoma kwamba pale mbele kuna watu, tukianza kusoma wale watu walikuwa wanatumiwa na Holy Spirit wakati ule wa Old Testament. Hakuwa anawatumia throughout. Alikuwa anamshuka anawatumia kwa kiwango fulani na anatoka. For example, tunamuona Samson. Hakuna mtu Mungu alimtumia kama Samson. Lakini ona, baada ya kwamba Holy Spirit amendipati kwake, ameangukia mipuni mwa Delila. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na hapo ndipo Samson ataishia. So kwa wakati huu, ikiwa kuna kitu cha kujivunia, ni nyakati hizi tuko kwa wakati huu. Maana
nyakati ambazo zilitamaniwa na wale walitutangulia. Haleluya. Kwa hivyo wakati huu wewe unajitanisha na Kristo, umeokoka, taka tu Roho wa Bwana kuwa ndani yako. Haleluya. Atakapokuwa ndani, haleluya, atakusaidia kuliko vile alikuwa nje. Haleluya. Wajua Holy Spirit of God anaondoanga kiu. Unaweza kuona mtu ameokoka hajajazwa. Mtu kama huyo naweza sema kwamba unaweza fanya dhambi, maana una mtu wa kukosoa ama quantify. Dhambi haiko mbali na mtu ambaye ameokoka na hana ujazo. Wakati mwingine nasema ya kwamba wewe kuna ile hali ya kwamba wewe unajisquish, lakini ukipata time unaweza fanya kinyo nataka. Ni kwa sababu hiyo kiu bado haijaondolewa. Ni kumbukumbu zinakuwa, na yule anaweza kuzitoa ni yule Holy Spirit. So wakati yuko ndani yako bado una kibarua. Haleluya. Amen. Ni kwa sababu nimekwambia asipokuwa ndani yako mko vitu viwili tofauti. Lakini akiwa ndani yako mko kitu kimoja. Haleluya. Amen. So atakusaidia sana akiwa ndani yako. Maana kitu cha kwanza alikusaidia wakati ulikuwa unaokoka. Ni yeye alikuwezesha ukakuja karibu ukaokoka. So kile amekuleta karibu na Mungu ukaokoka, anataka akae ndani yako ukuwe hekalu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Utakapokuwa hekalu ni lazima utafanya kazi kulingana vile Mungu anataka katika maisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunaweza kuendelea sana, lakini kile kitu mimi nataka kuwazingatia katika kuomba kwako, nataka ukapata kujua kwamba Mungu acha kuweka ile level huko wakati huu. Kuna pale Mungu anakuzudia huko, na umbali huu nataka Mungu anataka ufike, hautaenda wewe peke yako, utahitaji msaada. Kwa hivyo maombi yote utakapoomba, taka tu kukaramika kuhitaji Holy Spirit aingie ndani. Ikiwa kwa mfano unaweza, yani kama vile unavyosikia kiu na kunywa maji, taka tu yani kama vile utakapokuwa unakunywa maji unaona kiu inaisha. So utakapokuwa yani Holy Spirit ameingia ndani yako, umekunywa Holy Spirit of God, kuna vitu ambavyo havitatajwa ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tamani sana kubatizwa katika Roho. Ubatizo huo unahitaji sasa, maana umezungumzwa mahali pale na John, ukazungumzwa tena na Paul. Tutake sana kubadilishwa na Holy Spirit of God. Kwa hivyo ni ombi langu ikapate kuwa kiu katika maisha yako. Wakati wote ukitembea na njia, dai Holy Spirit of God. Hayuko mbali na wewe, yuko ashadumiwa. Maandiko yanasema ya kwamba wazee wataota ndoto, wanalika watatabiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mambo haya yote tumewekewa sisi, na bila ujazo, bila kujazwa naye, bila hii access yake ndani yako, kuna vitu ambavyo hutaweza na unaweza. Haleluya. Amen. Ni ombi langu tutakapokuwa tunaendelea katika maombi haya, Mungu akusaidie na wewe utamani, maana hakuna chochote kinaweza ingia ndani yako bila kutamani. Haleluya. Amen. Tamani Holy Spirit of God. Naweza kukuambia testimony. Wakati ule mimi nilijua kwamba ninaye katika moyo wangu. Nilihisi mabadiliko. Nilihisi. Wakati huo nilikuwa naona kwamba watu wanafanya vitu tofauti. Nasoma neno ile, niliokoka kama wao, lakini naona niko bado. Ninaona kuna kitu nimebakisha. Baada wakati ule alipoingia ndani yangu sasa, ndio nikaanza kuona sasa we are the same. Bwana Yesu asifiwe sana. So
usijidharau. Atakapoingia ndani yako sasa, kuna maswali utajiuliza katika maisha yako tena. Tusimame.